Hayawi na sasa yamekuwa dabi ya Kariakoo kupigwa Zanzibari Muungano. Naam, na sasa nipo na mzee wa data Ramadhani Mbwaduke atupe small details kuelekea mchezo huo kwa namna ambavyo yeye anafahamu. Naam, na hapa nipo naye mzee wa data. Kwanza kabisa tarehe 29 tarehe 3 kama hajawahi kutokea hivi mzee wa data, lakini pia watu wengi walizungumza kwamba huenda moja akajivunja, lakini wote wamejivunja. Lakini hapo pia mzee data, kwa tarehe 29 tarehe 3 pengine timu zote zitakuwa na nguvu kiasi gani kuelekea mchezo mwingine tarehe 3? Kwanza kwa swali lako la mwanzo kabisa liligusia hapa. Hii sio kitu cha ajabu kwa wekundu na Msimbazi Simba, kwa wananchi Yanga kukutana ndani ya muda mfupi. Ndio. Kwa sababu masaa machache yamebaki, kama unatoka kueleza, ni fainali ya Kombe la Muungano. Halafu tarehe 3. Kumbuka mwezi huu una mpaka tarehe 30. Kuanzia hapo tarehe 3 anakutana kwenye mzunguko wa pili. Maana yake ni dhahiri kwamba ni gap ya takriban siku 3 tu kabla ya kukutana tena. Yes, ni kweli. Sasa hii imesha kutokea mwaka 2000, ilisha kutokea kwenye michuano wakati huo ya FA. Hii inaitwa Kombe la Shirikisho la Benki ya CRDB. Yes. Ilikuwa inaitwa Kombe la FAT. Walishakutana Novemba 12, walishakutana Novemba 15 mwaka 2000. Kwa unaweza kaona hapo ni kati ya siku chache tu. Kuna mechi Simba alishinda 1-0, kuna mechi Yanga alishinda 2-1. Matokeo jumla kama 2-2. Kwa kanuni za wakati huo kwenye Kombe la FAT, sare baada ya mechi 2 wakaenda kwenye mikwaju ya penalty, Simba wakashinda kwa penalty. Mwaka unaofuatia 2001 walikutana tena ndani ya kipindi kifupi. Kuna mechi ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa pili, alafu mechi nyingine tarehe 17 mwezi wa pili. Moja ilikuwa ya Kombe la Tusker, alafu kuna nyingine ilikuwa ni Ngao ya Jamii. Kwa hiyo kulikuwa na gap takriban siku 5 tu, wakakutana mara 2. Kwa hiyo hii ya sasa ambayo ni saa chache zimebaki kabla wao kukutana ni katika fainali ya Kombe la Muungano. Alafu tarehe 3 ni ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Kwa hiyo nijaribu kuligusia hapa kuliweka sawa kwamba hii sio mara ya kwanza kwamba ndani ya siku chache zinakutana hizi timu, watani wa jadi Simba na Yanga. Lakini la pili kuhusiana na mchezo wenyewe. Naam. Simba Yanga ni miongoni mwa timu ambazo kwanza ndio majanti nchini, ndio timu kubwa kwa umri na mafanikio kulinganisha na timu nyingine. Sasa ukishakuwa na sifa hiyo, maana yake ni kwamba ndio unakuwa na kikosi kipana. Huyu na kikosi chenye wachezaji wengi, unakuwa na kikosi kipana. Sababu wewe unaweza kuwa na wachezaji wengi, lakini wachezaji wako wanaanza kwenye kikosi ni wale kauka ni kuvae. Simba na Yanga, Simba ya kocha Steve Barker, Yanga ya Pedro Gonçalves imethibitisha hivi karibuni kwamba wana vikosi vipana. Ndio maana wala sio lazima sana wakati mwingine umuone Djigui Diarra, bado utamuona Hussein Masalanga, kipa aliyeshiriki michuano ya AFCON akiwa na timu ya Taifa Stars hivi karibuni kule nchini Morocco. Lakini pia kuna Abutwalibu Msheri, kipa wa kimataifa wa Tanzania, mara kadhaa ameshachezea timu ya taifa ya Tanzania. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba unazungumzia Mahamudu Tanja Jibo, lakini kuna Hussein Abel, bado ni makipa wazuri sana. Lakini unavozungumza mabeki wa pembeni unazungumza Simba Shomari Kapombe, lakini kuna akina David Kameta Duchu, nimetaja tu mfano. Katikati unaweza kuzungumza hapa kuna Hussein Mbegu, kwenye michuano hii imemuonyesha kama ni beki mzuri sana kwenye michuano ya Muungano. Lakini mabeki wakati pale kuna Ismail Olivier Toure, lakini vile kuna Rushen De Rock, lakini kuna Masinde Vidastos, yani Simba. Lakini kwa Yanga unazungumza Ibra Baka, unazungumza Bakari Nondo Mwamnyeto, unazungumza Frank Asink, Job anauma tunafahamu. Lakini wachezaji watatu, wawili ndio wanaanza kama beki wakati. Nimetaja baadhi ya maeneo kwamba hizi timu zina wachezaji wengi karibu katika kila nafasi. Popote utakapotaja utagundua kuna wachezaji wenye ubora wa hali ya juu wapo Simba Yanga. Lakini hata pale unapojikuta kwa mfano mshambuliaji kinara, wakati mwingine makocha wanaamua tu asitumie mshambuliaji kinara, wanakuwa na force 9 nambari 9 wa uongo katika mfumo baada ya golikipa ni 4-3-3. Kwa hiyo vikosi naamini sio tatizo kwa timu zote mbili, kwa sababu taarifa zilizopo za juu ya majeruhi wa kuikosa mechi sio wa kufanya iathiri timu zote mbili katika uchezaji wao. Lakini juu ya itakuwa vipi sasa? Hizi timu zote zinaonekana zinataka taji la Muungano. Unajua msimu uliopita Yanga walilitoa ili Kombe la Muungano, walitoa Ligi Kuu Tanzania Bara, walitoa Kombe la Shirikisho la Benki ya CRDB. Kwa hiyo wamenogewa kwamba kumbe una uwezo ukatwaa yote alafu no problem. Kwa sababu athari ni kwamba unaweza kukomalia kombe moja alafu nguvu ikawaathiri kwenye michuano mingine. Yanga wamechukua mataji yote msimu uliopita. Lakini hata katika misimu minne wakati wanachukua mataji mfululizo, Ligi Kuu Tanzania Bara, Kombe la Shirikisho la Benki ya CRDB, lakini kuna michuano mingine mbalimbali ndani yake. Unagundua kuna michuano kwa mfano
ile ya kombe la Toyota kule nchini Afrika Kusini wakati wakiwa na Kaizer Chiefs. Kwa hiyo ni wazoefu kwamba unaweza ukashiriki michuano zaidi ya moja na yote ukafanikiwa. Lakini kwa kundi la Msimbazi Simba wana misimu minne mfululizo hawajawahi kutoa mataji makubwa ya ndani ya ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB misimu minne. Lakini hata kombe la muungano msimu uliopita wamelitoa Yanga. Sasa wao ikiwa ni miongoni mwa timu kubwa barani Afrika sio tu Tanzania. Kila michuano unaoshiriki Simba utaratibu wao ni kwamba unatakiwa ufike mwisho na ikibidi ubebe taji hilo. Wako fainali ya kombe la muungano. Lakini Yanga nao wanalitaka. Safari zao kufikia kwenye michuano hii ishara tosha kwamba wanalitaka kombe la muungano. Kwa sababu gani? Yanga mechi ya kwanza tunakumbuka aliwafunga Mwembe Makumbi 4-0. Wamecheza na Azam wakaifunga 2-1. Mabao 6 wameruhusu moja. Simba mpaka leo hii mechi zao 2 kwenye kombe la muungano hawajaruhusu bao. Kama unakumbuka vizuri waliwafunga Mafunzo 1-0, lakini wakawafunga Mlandege goli 3. Kwa hiyo wamefunga mabao 4 hawajaruhusu bao. Kocha Steve Baka katika mechi kwa mfano dhidi ya Mlandege alionyesha hata mechi dhidi ya Mafunzo ana uwezo akakuanzishia wachezaji wengine, mwenendo wa mechi unavyokwenda akakuingizia mashine zake. Kwa hiyo anajiamini kwa sababu anao wachezaji ambao wakiingia wanaweza kuleta matokeo. Mechi dhidi ya Mlandege kuna wachezaji walianzia nje, Selemani Mwalimu alianzia nje kama unakumbuka vizuri. Anise Ura alianzia nje, Cletus Chota Chama alianzia nje, baadhi yao walianzia nje. Ismail Olivier Ture alianzia nje, lakini walipokuja kuingia kama unakumbuka vizuri, kipindi cha pili Simba inatisha zaidi, matokeo yake kashinda mabao 3-0 kwa ujumla katika mchezo ambao ilionyesha wanalihitaji kombe, kwa sababu wasingelihitaji kungekuwa mabadiliko yangekuwa makubwa ya kikosi na bado kuna wachezaji usingeona uwanjani kwa sababu amekuwa akiwategemea mara kwa mara. Mechi dhidi ya Mafunzo kati ya walokuwepo ni pamoja na Libase Geye. Kwa hiyo unazidi kuonyesha kwamba wanalihitaji taji kiasi gani. Lakini Yanga kwenye michuano hii bado unamuona kuna Alan Okello, unamuona kuna Prince Melo Dube, unaona akina Ibra Baka, unamuona Jigi Diarra, unataka nini tena? Sio kikosi cha Yanga hicho. Nakutajia tu baadhi. Kwa hiyo wanalihitaji wote kombe la muungano, halafu kwanza kulibeba, lakini pia kupata nguvu za kisaikolojia kwenda katika mechi ya ligi kuu ya tarehe 3 ambayo mechi ya mzunguko wa kwanza ilikuwa bila Chris. Mechi hii ina nafasi kubwa sana pengine katika kumpata ubingwa msimu huu. Nazungumza kwa sababu gani? Mechi bado nyingi kwenye ligi kuu, bado mechi 11. Lakini mpaka sasa Yanga wana pointi 47 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Simba wana pointi 42, yote wamecheza mechi 19. Tofauti yao ni pointi 5. Sasa kwenye msimu huu na moja ya kwanza ambao ni Yanga, ya pili Simba mpaka sasa. Tofauti ya pointi 5 tunazungumzia tu mechi moja thamani yake. Lakini kwa aliye juu kupoteza, maana yake akitoa sare moja akifungwa mechi moja ndio pointi 5 hizo. Kwa aliye chini ambaye ni Simba anatakiwa kila mechi ashinde